Ambwene, okay. Ni waimbaji wa Kongo kabisa muziki wa injili wamekuja hapa katika tukio hili la mkono wa Bwana ambalo ni la marafiki zako kina Zablon Singers. Yes. Mara mwisho tulikusikia huko unamsifia marehemu Marco kwamba alishawahi kutabiri kujema juu wimbo mfano wa Cheno kufanya vizuri. Leo umejipanga vipi lakini pia kupitisha katika experience leo ambapo mnafanya kazi kwa pamoja? Kwanza mimi nianze kwa kuwapongeza Zablon Singers kwa sababu ya tukio hili kubwa. Kufanya event Mlimani City sio kitu kidogo na kuwaleta Watanzania pamoja kwa namna hiyo sio kitu kidogo. Kwa hiyo tuko hapa kama sehemu ya familia, sehemu ya watumishi ambao tunatambua mchango wa wenzetu ndani na nje ya nchi. Na kwa sababu hiyo basi naamini wote tunaungana pamoja sasa kuingia huko ndani na kuhakikisha hili jambo linaenda, na tuko hapa sisi pia kwa nafasi yetu ya kuhudumu na kuhudumu pamoja nao. Mmekuwa mkitolea na tuseme Kasumbu mmoja kwa mnakuwa mshirikiani mara nyingi. Na leo mnakuwa kama mna matabaka. Unadhani kama kaka au kama baba matabaka haya yanasababishwa na nini? Sidhani kama kuna matabaka, na mtu anayesema waimbaji wa shirikiani atakuwa hawafahamu. Kwa sababu ukiangalia tu hiyo picha, hebu angalie, unaiona ina ushirikiano mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo tuna ushirikiano, ndio maana tuko hapa. Vingine ni mitazamo ya watu, namna gani wanachukulia vitu. Mwingine anaweza kafikiri fulani kwa sababu hajamuona sehemu fulani ya shirikiani, lakini ukweli tunashirikiana kwa nafasi yetu, kwa uwezo wetu, kwa muda wetu ambao tunakuwa tunaupata. Naam. Mara nyingi tunaona kwenye event zenu wasanii wa Bongo Flava wanashiriki. Lakini nyie ni ngumu sana kushiriki katika event zao. Labda nalo hilo unalizungumziaje? Sisi tunafanya kazi ya Mungu ambayo ni kwa ajili ya watu wote. Na tunapoitwa watumishi maana yake tunawahudumia watu wote. Sasa Bongo Flava wao wanafanya ni muziki tunaita secular. Ni ngumu sana kumuona msanii au mwimbaji wa gospel akaenda kwenye event ya Bongo Flava. Kwanza kutokana na kile anachoimba na maadili yake na namna vitu vinavyoenda kidogo inakuwa changamoto. Lakini inategemea pia kimeandaliwa kitu gani. Nafikiri umeona siku sio nyingi kuna huyu mtumishi wa Mungu anaitwa nani huyu, alikuwa mbunge, msanii wa Bongo Flava nani, Haule, Joseph Haule kama sikosei. Aliandaa nafikiri hapa Mlimani City jambo la kijamii, na wamekuja watu wengi wakiwemo waimbaji wa gospel. Kwa hiyo ukiona mwimbaji wa gospel kwenye events ambazo ni za Bongo Flava, inategemea theme ya ile event na nini ambacho kina wakusanya. Lakini mimi siwezi nikaenda kwenye event ya Bongo Flava ambayo ni ya music pasei, kwa sababu nitakuwa na kiuka kile ninachokifanya kwa ajili ya kuhubiri injili kwangu. Okay, zamani muziki ambao ulikuwa mapenya kama sisi tunaofahamu ule Ambwene, nyimbo zote zile zilikuwa ni una rekodi kawaida. Sasa hivi live recording zimetawala sana. Nahisi live recording inaweza ikakaa kwa nafsi za watu ikafanya vizuri kuliko kipindi cha nyuma ambapo tunafanya recording za studio. Chochote unachokiona kinafanikiwa maana yake ndio wakati wake. Ni sawa na muuzaji anauza bidhaa ambayo sokoni kwa wakati huo inafanya kazi. Kwa hiyo nyakati zile zilienda, zimekuja nyakati za live recording, zitarudi pia zile nyakati. Kwa hiyo inategemea na vipindi, na sisi tuko flexible. Lengo letu tunataka tuwafikie watu. Kwa hiyo kwa njia yoyote, iwe kwa live ama kwa production za kawaida za studio, basi tuko flexible kufanya namna hiyo. Cha msingi message ifike, na kutabiri kwamba itadumu au haitadumu ni ngumu sana kuweza kung'amua kwamba itadumu ama haitadumu. Itategemea na mazingira. Vizuri sana. Kuna kitu nilikuwa nataka kufahamu. Wakati nyinyi mnafanya muziki zamani ilikuwa ni kazi ya Mungu. Sasa hivi tumeona kunaibuka baadhi ya waimbaji wa gospel kwa wanatengeneza drama. Tunashuhudia baadhi ya conflict mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Unadhani hii inapeleka wapi muziki wa gospel? Unadhani inaheshimisha hii? Nafikiri tunapaswa kutenganisha kati ya drama na gospel, na sio rahisi kuweza kuchukulia tukio. Kuna mengine ni matukio real, lakini mwingine anaweza kafikiri ni drama. Na kuna mengine sijajua kama kuna hicho kitu kinachoitwa drama, lakini sidhani kama kuna msanii wa gospel anaweza akafanya drama, kwa sababu sidhani kama ina benefit yoyote. Kuna kitu chochote cha maana ambacho kinaweza kikamfanya afaidike nacho. Sawa, hapa Juskati tunaona ulishiriki katika miaka 40 na ngapi ya CCM. Watu wakasema Ise Ambwene huku nako amekuja, mbona hatukutegemea kama ipo siku Ambwene naye atakuja kujiunga kushiriki katika mambo ya kisiasa. Hili tunalizungumzaje ama tunalikaje sawa? Labda nikuulize CCM ni nini? Haujibu sasa.
Jamani, sisi tunashiriki matukio mengi, matukio ya kitaifa, matukio ya vyama, matukio ya harusi. Sasa nikijibu kila tukio tutakesha, kwa sababu matukio yako mengi. Kwa hiyo mimi ninachoshukuru Mungu kwamba tukio lolote ambalo halitendeshi mtu dhambi wala sio dhambi huwa tunashiriki, ndio maana tuko na hapa pia kwenye mkono wa Bwana. Yes. Kaka Ambwene, wewe ni mkongwe na kidogo ni kugusia hili, pengine labda una mtazamo wako. Swala la Goodluck Gozbert kuchuma gari ambayo alipewa na Nabii David, kwa limekaaje? Sidhani kama limekaa kwangu, kwa sababu amechoma na kila mtu ana uhuru wa kufanya ambacho anaona kiko sawa, kama havunji sheria. Kwa hiyo sidhani kama nahitaji kulizungumzia sana, na nikisema si kwangu limekaaje, limekaa kama lilivyokaa na kama lilivyoonekana hivyo basi ndio lilivyo, na mimi nimeliona. Kwa tunamshukuru Mungu. Ulipata nafasi ya kuzungumza na Goodluck kipindi anapitia haya matatizo na changamoto labda? Na huwa mambo mengine ni private sana ambayo tusingependa kuwa tunaya expose hapa, lakini jua sisi ni waimbaji wa Injili na hii ni familia ambayo tuna issue zetu, tuna mazungumzo yetu, tuna namna tunawasiliana, na sidhani kama ni sehemu sahihi sana kusema tunawasiliana ama tulizungumza. Hayo yamebaki uvunguni namna hiyo, lakini elewa tu hii ni familia ya gospel ambayo tuko pamoja katika mambo mengi na tunashirikiana kwa namna hiyo.